tukazungumzia watu namna ambavyo wanachukua fomu, tukamtaja Priska, kina Mangungu hao, Rais Engineer Hersi. Sasa jambo kubwa ambalo limeleta hisia tofauti kidogo ni namna ambavyo rais ambaye anatetea pia nafasi yake, yeye hakuwepo, ila watu ndio ambao waandamizi yani wanampambana, anamwambia bana wewe tulia, sisi ndo tupo mbele, yani wewe usihangaike. Kwa hiyo tumeshuhudia pia namna ambavyo wakiongozwa na Mzee Msume wamerudisha fomu hiyo ya uraisi na wakimchukulia rais wa Yanga Engineer Hersi Ali Saidi katika makao makuu ya klabu pale Jangwani. Kuna namna kama Engineer Hersi tayari yani nafasi yake ni kama haina mpinzani ndani ya klabu ya Yanga, Juma. Unajua changamoto iko sehemu moja. Kwa mfano umeona uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza anapita Magufuli, si ndio? Baada ya kuachieve mambo mengi ambayo tuliyaona katika nchi hii, uchaguzi wa pili kwake ulikuwa ni mwepesi zaidi kuliko uchaguzi wa kwanza. Uchaguzi wa kwanza ulimfanya hayati, tulimuona namna alivyokuwa wanachuana na Lowassa, piga mpaka push up wakiwa jukwani, si ndio? Lakini uchaguzi wa pili ulikuwa tu ni sehemu ya kuambia kwamba wananchi, kwa hichi ambacho nimekifanya, nikirudi awamu ya pili nitaenda kutekeleza zaidi haya ambayo nyewe mmeenda kwenda kuyashuhudia. Lakini kwa upande wa Hersi, cha kwanza ambacho amekifanya katika upande wa akiwa kama kiongozi kwa misimu minne, cha kwanza ni kuwafanya Young Africans wanashinda mataji. Na wameshinda mataji 4 ya NBC, lakini wameshinda mataji 4 pia ya CRDB, wameshinda muungano humo, hawajawahi kushinda mapinduzi, si ndio? Kwa hiyo wamefika pia kwenye hatua nzuri kwenye upande wa mashindano ya kimataifa. Msimu wake wa kwanza, msimu wa pili, Young Africans wameenda kwenda kucheza finali ya kombe la shirikisho, si ndio? Msimu uliofuata kwa mara ya kwanza baada ya miaka 26, Young Africans wameenda kwenda kucheza hatua ya makundi ya CAF Champions League, kitu ambacho kilikuwa ni kigumu kwa upande wa Yanga. Hatua ambazo walizokuwa naishia Yanga zilikuwa ni hatua tu za awali, ama hatua ya kwanza, wamezidi sana hatua ya pili, baada hapo waone tena Young Africans. Kwa hiyo hizi achievement ambazo tumekuwa tunaziona, hata kwa mtu ambaye anaenda kwenda compete naye, inabidi aende akaelezee ndoto ambazo hata wananchi wenyewe lazima ziwashtue. Kwa sasa hivi unaenda kuelezea nini wananchi ili wakupe hiyo nafasi ya kwenda kugombea hicho kiti cha urais? Kitu gani ambacho unaweza ukawaconvince nacho? Kwa sababu tumeona uthubutu, kila mchezaji ambaye Young Africans walikuwa na ndoto naye wa hapa Afrika Mashariki pamoja na Afrika kwa baadhi ya mataifa, si ndio? Yanga tumeona wakiwasajili. Hersi alikuwa na matamanio ya kuwa na mchezaji kama Clatous Chota Chama kwenye upande wa timu yake, ambaye Chama ndo kwenye misimu hii 6 unaweza kusema kwamba ndo usajili bora ambao Simba washawahi kuufanya. Ni mchezaji ambaye yuko hapo kwenye hilo daraja lake. Lakini amefanya mapinduzi. Chama ameenda kucheza wapi? Ndani ya kikosi cha Young Africans. Walikuwa na usajili ambao ulikuwa unasumbua dunia, usajili wa Stefan Aziz Ki, si ndio? Usajili wa Aziz Ki umesumbua dunia kaka. Usajili umesumbua kaka. Ndio dunia. Kwa maana dunia sio kwamba iko anatakiwa na Madrid au Manchester, hapana. Usajili, sikilize bwana Juma bwana. Usajili wa Aziz Ki umesumbua Kariakoo tu kaka. Ni kweli, lakini si kwenye mitandao kuna watu ndio umesumbua Kariakoo tu. Tuna Tanzania wengi ambao wanaishi duniani. Ndio timu za Kariakoo, Simba na Yanga. Labda tueleze dunia vipi? Kwa maana ya kwamba kwenye hii mitandao ya kijamii, sababu tuna Watanzania wengi sio kwamba wanaishi Tanzania tu pekee. Wengi wapo Sweden. Kwani Juma, ukitoa Simba walikuwa wanamtaka Aziz Ki, timu gani ilikuwa inamtaka Aziz Ki? Na baadhi ya timu. Zipi ambazo zitajiki? Timu kaka. Usajili wa Aziz Ki umesumbua Kariakoo tu hapo kaka. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hayo malengo, unaona ni ngumu mtu kujitokeza katikati na kwenda kutengeneza huo shindano. Lakini jambo jingine pia ambao nadhani hata wanayanga wengi wanahofia kumnyang'anya kijiti Engineer Hersi Saidi, tayari wamesha saini mkataba wa makubaliano wa ujenzi wa uwanja huo, si ndio? Ina maana ukimtoa Engineer Hersi ni kwa maana kwamba umemigno na nani? Na GSM. Kwa hiyo kitu ambacho pekee watakachokifanya wanayanga ni kumpa hii nafasi ya pili. Lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba Hersi anatoka madarakani, Young Africans wakiwa na uwanja wapi? Pale Kaunda. Kwenye jambo ambalo Hersi amelifanya ambalo ni jema kabisa. Umeona ile Young Africans ile, si ndio? Ndo kitovu cha Yanga pale. Lakini kipindi ambacho Yanga iko chini ya marehemu Yusuf Mahabuba Manji, Young Africans plani zao ilikuwa ni kutengeneza uwanja wapi? Kigamboni. Lakini amekuja Hersi amesema hapana, identity ya timu haitakiwi kupotea. Kwa kama atawatengenezea wananchi uwanja ndani ya
HQ yao, kwa maana kitovu cha Yanga kilipo, nadhani atakuwa ameenda kuheshimisha zaidi. Mkenge, mafanikio haya yanafanya kurahisisha zaidi kazi ya Engineer Hersi kwenye uchaguzi huu. Sasa uone hapo yena. Of course nimeona katika majina sijaona jina la mgombea wa urais, unajua. Of course japo labda kujue kama umeona uchaguzi wa Madrid, yupo kijana mmoja anaitwa Riquelme wa miaka 35. Kaenda kapiga pale na alikuwa anamtishia nyau tu mzee wangu Pelezi basi, lakini haikuondoa. Tunasema makelele, kuna kauli tunasema makelele ya mtumwa hayamzui mfalme kula tende yake. Of course mimi nasema kwa alichokifanya Hersi, na kama ningekuwa sehemu ya wapiga kula, kwa maana mwanachama wa Yanga, nisingesita nikula, yani nikula za ndio, kwa sababu ngoja niambie ni kitu. Juma ameeleza vizuri sana hapa. Issue ya Hersi, amekuja na GSM. Mzee wangu anamlipa mpiga zumari, ndio anachagua wimbo. Nyinyi mmesaini mkataba tayari. Mnaenda kwenye boksi, mnaenda kufanya uchaguzi, mnaenda kumchagua mtu mwingine ambaye bosi anaendelea. So hawana bondi, lakini si target moja kwamba anayekuja anaendeleza kile ambacho kimeachwa. Mradi ushaanza sasa hapa. Tanzania. Viongozi wote wanaona katika mpira, kila kiongozi ana plani zake. Hayupo kiongozi anayekuja. Akija mwingine anaweza akawa na plani za kutelekeza ujenzi wa uwanja. Nchi hii kwenye viongozi wa mpira, kila kiongozi akija ana plani zake. Hayupo kiongozi anayekuja, unajua wenzetu, msafu na ukuta huko hapo. Bwana, sisi ABC yetu ni hii. Hata kama utapepesuka, lakini mule. Humu unapaswa uishi humu. Lakini nikienda Mkenge pale, ndio maana kuna watu wengine kwenye vilabu wanatolewa, ukiingia uongozi mwingine hata hajafanya kosa, lakini sio timu yangu yule, hakunisupport. Ndio nini? Kwa kwangu mimi naamini Hersi kwa alichokifanya mzee wangu. Hersi kaitoa timu pale wapi? Tandale, Manzese. Kaitoa timu Manzese, kaipeleka timu Mikocheni. Hivi ninavyozungumza timu iko Victown Kigamboni kule. Sio, umeelewa? Yaani mnyonge mnyongeni, lakini haki yake tunapaswa kumpa. Lakini kitu kimoja pia, kama Hersi atakuwa amefanya, na maana ataenda kuprove wrong watu wengi, kwa sababu huu ni msimu wa 5 wa Young Africans kama watashinda leo taji lao, si ndio? Ukiunganisha na misimu 4 nyuma, tunapata miaka 9. Kama mnakumbuka place ya kwanza ya Mo Dewji, si ndio? Baada ya kupewa, yani baada ya kuingia na rasmi ndani ya klabu ya Simba na kuitransform ile, yani kuwa kwenye zile harakati za zile ni transformation. Miongoni mwa vitu ambavyo Mo Dewji alivyoviahidi ni kwenda kutengeneza uwanja ndani ya Bunju Mo Arena pale, si ndio? Zitatengenezwa hostels, facilities zote, yani kila kitu. Lakini leo tunapozungumza ni miaka 9 Latifa. Hamna jambo lote ambalo limefanyika. Lakini angalau picha ipo katika ule uwanja. Picha ipo. Hata Yanga nao picha wanayo. Yaani sio kuwa na picha, ni utendaji kazi ambao uliopo pale. Tusimsahau pia Priska Kishamba ni miongoni mwa sio miongoni, nijitokeza kwenda wapo watu wengi. Mimi kuna mdengeleko mwenzangu pale Mustafa Imba. Naye kachukua fomu. Sasa kwa wanawake ni Priska peke yake. Kwa upande wa Priska ni mwanamke peke yake ambaye amejitosa kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya ujumbe wa kamati tendaji ndani ya klabu ya Young Africans. Akiwa pia ametoka kwenye tasnia ambayo sisi tupo ya uandishi wa habari. Ni mfano wa kuigwa Ni mfano wa kuigwa. Naona pia makaburi yanaanza kufukuliwa, namna ambavyo walikuwa wakitupiana maneno wakati huo na alikuwa msemaji wa klabu ya Simba na haikuwa kutupiana maneno. Unajua muda mwingine kila mmoja yupo kwa ajili ya kutetea kazi yake, kwa sababu hata siku ile pale mimi nilikuwa katika ile press. Priska kuja katika ile press kwa ajili ya kwenda kuitetea Yanga wala nini. Priska alienda pale kwa ajili ya kituo alichokuwa nakifanyia kazi. Full stop. Lakini sasa unajua kuna kipindi tunaamini huyu Juma kaja hapa hakuja kama mwakilishi kutoka PMTV. Juma kaja hapa kama shabiki wa Simba. Huyu Mkenge hakuja hapa kama mwakilishi kutoka PMTV. Mkenge amekuja hapa kama shabiki wa Yanga. Hiyo ndio shida dada. Lakini kila mmoja, mimi naamini siku zile kila mmoja alikuwa katika namna
kuutetea upande wake. Buga alio katika upande wa kuitetea brandi ya klabu, ambayo miongoni mwa majukumu makubwa kabisa ambao wanapewa maafisa habari ni pamoja na kuprotect brand ya klabu. Hata huyu Priska na mwenyewe alikuwepo kwa ajili ya kazi ya kituo chokuwa nakifanyia kazi nyakati hizo. Na uzuri nilichokipenda baada ya Manara kutangazwa kuwa ni msemaji wa klabu ya Young Africans, walienda wakapiga picha pamoja na Priska, kama mliziona. Kwa hiyo maana yake jambo lilishaisha muda mrefu sana. Kuna kikwazo chochote ambacho anaweza akakipata Priska kwa hiyo nafasi ambayo anagombea, lakini pia kwa namna ambavyo anafahamika, kuna kikwazo chochote ambacho anaweza akapata Priska kwenye upande wa mpira wa miguu, si ndio? Hajafanya kwa miaka mingi 20 au mingapi, lakini nadhani kuna mafanikio ambayo tumeyaona, si ndio? Ni moja kati ya wadada ambao wanajua mpira, wanajua sport, wamekuwepo hapo kwa muda. Na angalia kwenye generation ambao Priska ambao yuko nayo sasa hivi, unaweza ukamwona amesalia yeye mwenyewe pekee, si ndio? Pale Klaus walipita watu wengi sana, ikiwepo Fatma Likwata, kina nani, lakini bado Priska yuko pale. Kwa hiyo mimi nadhani kuna namna kuna athari ambayo ameileta, kuna namna, kuna mapinduzi ambayo ameyaleta kwenye upande wa hii sport. Na kingine kitakachomfavor zaidi, tukija hata kwenye upande wa balance gender, ni mwanamke pekee ambaye yuko pale, na kitu ambacho inawezekana hata Yanga wanaweza wakawa wametamani zaidi kuwa na ushawishi mwingine, kwa sababu kuna muda mnaweza mkaa mnazifuata project na mkaa mnashindwa, lakini mkimtanguliza vitani mtoto wa kike, jambo leo inawezekana likawa ni jepesi zaidi. Na kanuni ni ile ile. Yes. Nchi yoyote ambayo imeenda vitani wewe kamtanguliza mwanamke, hiyo nchi ilishinda vita. Yes, imeshinda vita. Na hata ukiangalia machafuko ya nchi nyingi sana yametokana pia na utashi pia wa mwanamke. Kwa hiyo kimkakati nyie mpo tu. Kwa hiyo ni silaha kubwa kama wakimpata. Yes, na kitu pekee Priska hana mashaka kabisa na kwamba huyu Yanga au vipi, hana kona. Unaelewa? Yani hana kona. Na si mpaka anakwenda kuchukua fomu, maana yake kadi tayari anayo. Yani kwambie kitu. Kwa mfano, sehemu pekee ambayo Ali amekuwa na challenge maafisa habari wengi, Ali anakwambia mimi ni Yanga. Yani mimi hata ukinichana mimi damu yangu itakuthibitishia mimi ni Young Africans. Na Ali sio kwamba kaanza kufanya kazi Yanga baada ya kuwa afisa habari tu. Toka kipindi kile Yanga wanauza magazeti wakiwa chini ya habari. Mimi mwenyewe nimeandika sana pale. Yes, wakiwa chini ya mambo ya Mungu tu. Afisa habari wa klabu ya Young Africans kipindi hicho. Dismasteni, sio bosi wetu. Mbona Juma unamumunya maneno? Nisikilize Latifa. Mimi na ndugu yangu Ali Shabani Kamwe mshana katupeleka pale Hasani Bumbuli. Umeelewa? Ambaye wadogo zangu tuko kwenye habari tunapiga picha kama nisikilizeni. Nyinyi mkono kuandika mnao. Ajenda zetu hizi hapa, chapa kazi. Tunaingia mtamboni kaka. Kona nyinyi mkawa na kata. No. Na sio wanaharakati. Basi tuchukue nafasi hii pia kumtakia kila laheri Priska Kishamba na wengine wote ambao wamechukua fomu hizo. Sisi tutakuepo. Pia mchezaji za kuepo jambo letu tena. Jambo letu. Goma Agosti 2. Sasa kama utafanyika Dar es Salaam au wapi? Muziki wa mafupi tukirejea hapa